Kwenye ukurasa wa Instagram wa Pamba Jiji FC kuna taarifa imetoka kuhusiana na gari la kikosi hicho kupata ajali eneo la Bahi mkoani Dodoma majira ya saa 11 alfajiri, kati kikosi hicho kikiwa safarini kutoka Bukoba mkoani Kagera kuelekea Morogoro kwa ajili ya mechi ya kombe la shirikisho dhidi ya Kiluvya United Machi 11 mwaka 2025. Taarifa hiyo ilitolewa katika ukurasa wa Pamba Jiji FC leo tarehe 9 Machi mwaka 2025, na klabu hiyo wakasema kwamba chanzo cha ajali ni kugongwa na lori ambalo ni semi truck, hivyo kupelekea mshtuko kwa baadhi ya wachezaji. Baada ya taarifa hii tumempata ofisa habari wa Pamba Jiji FC Moses William, yeye ametupa taarifa kwa undani kuhusiana na ajali hii na nini ambacho kinaendelea kwa wachezaji ambao walipata mshtuko. Gari yetu iliweza kugongwa kwa nyuma na gari ya amaroli almaarufu wanaita semi, iliweza kutuvamia kwa nyuma na kuweza kutugonga. Kwa bahati mbaya wakati hiyo tukio linatokea, mbele yetu pia kulikuwa kuna basi jingine. Kwa hiyo dereva wetu tunamshukuru, alipambana sana kuhakikisha anamkwepa kutokana na baada ya kupushiwa kama amesukumwa, lakini akapambana akalikwepa gari lilokuwepo kwa mbele yake. Kwa kwenye mita kama 3-4 tukasogea kwa mbele, basi gari kaenda ikasimama huko mbele. Bahati nzuri naweza nikasema ni kwamba yes, gari yetu kwa nyuma ndio ilipigwa kwa nyuma sana, huko pakawa pamechanika pote vibaya huku. Bahati nzuri ni kwamba hatukupata majeruhi wakubwa kwenye hiyo ajali, zaidi ya wachezaji kama wawili ambao afya zao kidogo hazikuwa nzuri kutokana na mshtuko. Kwa hiyo haraka daktari wetu aliyekuwa kwenye gari hiyo akapambana akawapeleka kwenye hospitali ya Bahi. Pale alivyowapeleka wakawacheki, baada ya kadhaa walivyoangalia wakasema basi hawana changamoto kubwa sana, wakawaruhusu waje waungane na sisi pale eneo la tukio. Tukasubiri taratibu zingine za kiusalama kwa maana ya matrafiki na nini, walivyofika wakakagua, wakapima na vitu vingine kama hivyo. Baadaye tukaruhusiwa sisi kuendelea na taratibu nyingine. Kweli tukio limetokea, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, madhara hayakuwa makubwa hasa ya wachezaji na staff waliokuwepo kwenye hiyo gari. Kwa hiyo mpaka hivi ninavyozungumza na nyinyi, hatuna mchezaji, kiongozi, hatuna staff ambaye ameweza kuumia na kupelekea madhira makubwa ambayo tunaweza tukasema sasa tuna tatizo ama tuna changamoto kwa mchezaji huyo ama kiongozi kwa sababu ya hii ajali. Kwa hiyo baada ya hapo tuliendelea na taratibu za kawaida. Walikuja baadhi ya viongozi wetu, msaiki meya wa jiji la Mwanza Sima Constantine walifika eneo la tukio kuja kuona vijana, kuongea nao. Kwa kuanzia pale tukawa pamoja mpaka hiyo solution ikawa iko sawa sawa. Viongozi wetu wa timu kupitia kwa mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mwanza Kiomoni Kibamba, mwenyekiti wetu Biku Kotecha na CEO wakapambana kuhakikisha namna ipi sasa timu inatoka pale kuja jijini Dodoma, na hilo jambo likafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Dodoma hivi ninavyozungumza na wewe exclusive, muda mchache kutoka sasa hivi timu itaondoka mkoani Dodoma hapa kuelekea Morogoro, eneo la kituo ambako tunakwenda kucheza mchezo wa kombe la CRDB dhidi ya Kiluvya United. Kwa hiyo ni watu mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, yes, tukio limetokea, lakini timu yao iko salama kwa maana ya watu ambao safari tuko sawa sawa na tunaendelea na program ambazo tumejiwekea za kila siku. Lakini niwaambie tu kwamba madhira ambayo tumeyapata sisi kwenye ajali ya leo kwa namna moja ama nyingine hayakuwa madhira, baada ya kila kitu kufanyiwa uchunguzi, hayakuwa madhira ambayo yangeweza kuhatarisha utendaji kazi wa benchi la ufundi, wachezaji ama viongozi ambao tulikuwa tayari. Kwa pamoja baada ya hapo kikao management wauliza wachezaji, mnajionaje, mnajisikiaje? Wachezaji wakawa wako tayari kwamba ile ambalo limetokea ni jambo limetokea, sisi tuko tayari kwa ajili ya kwenda kuipigania klabu yetu. Kwa hiyo kuona haja yoyote ama sababu yoyote ya kusema pengine tuombe muda mchezo wetu uweze kusogezwa mbele ama aidishwe. Kwa hiyo hao ndio wapiganaji namba 1, wako tayari na wameridhia kwenda kucheza huo mchezo. Kumbuka pia nje ya hapo kuna mapumziko pengine baadaye watayapata kidogo kwa ajili ya kujimarisha kurejea kwenye. Kwa hiyo hao wapiganaji wenyewe wako tayari na
sababu yote ya kuweza kuangalia hiki ambacho wao wamekisema, kutokana na aina ya ajali, madhira ambayo tumeyapata kwenye ajali. Kwa hiyo wanaume wakasema wako tayari kwenda kupigania Pamba Jiji. Okay, kisaikolojia mnawaona, wewe kama msemaji unawaona wako fit? Mungu, nilikuwa nazungumza na kapteni wa timu yetu Yona Amos mara baada ya incident. Baadhi yao walikuwa hata wanatamani kwamba hata hii taarifa isitokee, iende tu baada tusonge tuende kule, lakini tayari ni timu kubwa, taarifa kama hii tayari lazima media department tuweze kuitoa. Wako very positive kutokana na kila ambacho kimetokea, kila mmoja kwa nafasi yake alimshukuru Mungu na wakaonesha tayari kwamba wako tayari kwa ajili ya kwenda kuipigania nembo ya klabu ya Pamba Jiji. Kwa hiyo kisaikolojia, kiukweli wako vizuri, wako very positive, wako tayari na hakuna changamoto yoyote ambayo inaweza kutokea au imetokea kuelekea kwenye mchezo ambao unafuata dhidi ya Kiluvya United.